الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. Tunaondokea kwenye aya 36 leo. Allah anasema kwenye aya hiyo, inna iddata shuhuri inda Allahi, hakika idadi ya miezi katika mwaka mmoja mbele ya Allah, 12 shahran, ni miezi 12. Kwenye mwaka mmoja kuna miezi 12. Fi kitabillahi, utaratibu huu uko kwenye kitabu cha Allah, umeandikwa kwenye lauhil mahfuzi. Yauma khalaqa samawati wal arda, tangu Allah alipoanza kuumba ulimwengu huu, mbingu zake na ardhi zake, mzunguko wa dunia, kuzunguka jua unafanya masaa 12 ya mchana, 12 ya jioni, ya usiku. Siku zikitimia 7 tunasema wiki 4, mwezi, miezi 12 inafanya mwaka. Nidhamu hii tangu ulipoumbwa ulimwengu ndo inaenda hivi hivi. Yauma khalaqa samawati wal arda, tangu siku alipoumba Allah mbingu na ardhi, mwaka mmoja una miezi 12. Minha, katika miezi 12, 4 hurumun, kuna miezi 4 mitukufu. Dhalika dinul qayyim, huo ndo utaratibu wa sawasawa, huo ndo mwenendo wa sawasawa. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kwa hivyo enyi waumini, kwenye hii miezi mitukufu msizidhulumu nafsi zenu. Waqatilul mushrikina kaffatan, pambaneni na washirikina kwa umoja wenu. Kama yuqatilunakum kaffa, kama wao wanavyopambana nanyi kwa umoja wao. Shikamaneni katika kupambana na washirikina kwa namna ambayo na wao wanashikamana kupambana na nyinyi. Waalamu anna Allaha ma'al muttaqin, na mtakapofanya hivyo muwe mnaelewa kwamba Allah siku zote huwa yuko pamoja na wacha Mungu. Kwa hiyo washirikina, makafiri wakishikamana, mshikamano wao wanajitahidi kuusuka uwe mzuri, wa wataalamu, watu werevu. Lakini hata wakiwa na utaalamu, uwezo na nguvu, Allah hawasaidii. Siku zote Allah huwa pamoja na waumini wacha Mungu. Kwa hiyo mkishikamana kwa ajili ya Allah, mtakuwa na uwezo mkubwa wa kupambana na wale walioshikamana dhidi ya Allah.
mkae mkielewa aya imemalizia hivyo, waalamu anna Allaha ma'al muttaqin. Eleweni siku zote Allah huwa yuko pamoja na wacha Mungu, hawatelekezi. Huwapa ushirikiano, msaada, mwongozo. Waumini walio upande wa Allah siku zote ndio wanaofanikiwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, Mola mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran, hakika ya idadi ya miezi ndani ya mwaka mbele ya Allah, yani Allah anavyohesabu na yeye. 12 shahran ni miezi 12 ndani ya mwaka. Inna adada shuhuri, hakika ya idadi ya miezi, almu'tadda biha, iliyozoeleka, inayotambulikanwa, inda Allahi, mbele ya Allah, fi shar'ihi wa hukmihi, katika sharia yake na hukumu yake. Hiya 12 shahara, ni miezi 12. Ala manazili alqamari, miezi 12 hii hupimwa kwa kutumia kalenda ya mwezi mwandamo. Kwenye Uislamu manabii wote waliopita walikuwa wanapima miaka yao, miezi yao, kwa kutumia mwezi mwandamo. Huu unaoandama ndo unaopimiwa nyakati. Lakini makafiri kwa sababu kazi yao au kwenda kinyume na Allah, wamebadilisha, wanatumia jua, mwenendo wa jua. Kwa hiyo makafiri wanatumia solar kalenda, waumini wa zama zote wanatumia luna kalenda. Ina tofauti kidogo. Mnaona miezi ya kikafiri ina siku 30, 31. Miezi ya Kiislamu ni siku 29 au 30. Tofauti kabisa. Mwaka mmoja kwa kutumia solar kalenda una siku 365 na robo. Mwaka mmoja kwa kalenda ya mwezi, kalenda ya Kiislamu, ni siku 360 tu kamili, pamoja na tofauti ya kuandama siku nyingine 9, siku nyingine 30. Idadi ya mwaka itakuja siku 360 kamili kwa kutumia mwezi mwandamo. Kwa hiyo kwenye hukumu ya Allah, mwaka mmoja una miezi 12. Falmu'tabaru bihi ashuhuru alqamariya, kinachozingatiwa kwenye kalenda ya mwezi unaofanya mwaka, inazingatiwa hii miezi ya kuandama, miezi ya mwezi mwandamo ndio inayohesabiwa. Idha alaiha yaduru falakul ahkami shar'iyya, kwa kupitia mzunguko wa mwezi ndo zile falaki za hukumu ya kisheria zinazotumika kupimia mwenendo wa saa, siku, wiki, mwezi na mwaka. Iko hivyo fi kitabillahi, kwenye kitabu cha Allah. Aliyeumba ndo kapanga nidhamu hiyo. Fi lawhil mahfudh, imeandikwa hivyo kwenye lauhul mahfudh, ambayo ndo huitwa ummul kitab, kitabu mama. Allah ameweka nidhamu hiyo yauma khalaqa samawati wal arda, kuanzia siku alipoanza kuumba mbingu na ardhi, kaweka nidhamu hiyo ya mwenendo wa masiku. Qala Ibn Abbas, amesema habrul umma Abdullah ibn Abbas, katabahu yauma khalaqa samawati wal arda, ameandika nidhamu hiyo Allah kuanzia siku alipoumba mbingu na ardhi. Fil kitabi, katika kitabu. Al-imami, kitabu kiongozi.
mambo yote walioshushiwa mitume yanatoka kwenye kitabu hicho, Ummul Kitab. Kwa hiyo inaitwa Ummul Kitab au Alkitabu Limami alladhi inda Allah. Kitabu hiki kiko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo mtume alisema, lamma qada Allahu alkhalqa, Allah aliumba, alipoamua kuanza kuumba ulimwengu aliumba. Alipomaliza kuumba ulimwengu wake, mbingu na vilivyoko mbinguni, akaumba na ardhi na vilivyopo ardhini na alivyoviseti hapo baina ya mbingu na ardhi, kamaliza kila kitu kukiweka kwenye nafasi yake. Kataba ala nafsihi, Allah alijiandikia mwenyewe, kafanya commitment, kajiandikia ahadi, fi kitabin, kwenye kitabu chake, wa huwa maudhuun indahu, kitabu hichi anacho mwenyewe, anakimiliki mwenyewe, hakifikwi na yoyote, akaongeza akapunguza akafuta au akafanyaje. Kajiandikia Allah mkataba wake kwenye kitabu hicho, anna rahmati taghlibu ghadabi, rehema zangu siku zote zitakuwa zinashinda ghadhabu zangu. Yani kunafanyika mambo yanamuudhi Allah, anakasirika, lakini kwa sababu rehema zake kazifanya ndio zishinde, hasira zake huwa zinazidiwa na rehema zake. Ndio unaona mambo yanaenda shwari tu, dhulma zinafanyika, mauaji na kila kitu, alafu wale madhalimu ukaona kama hawaonekani hivi, mambo yao yanaenda tu, kwa sababu Allah hapelekeshwi na kile mnachokiita nyinyi mihemko yake, emotions. Kajiwekea nidhamu, mambo yote yanaenda kwenye hiyo nidhamu. Kajalia maisha haya ni ya mpito, kwa hiyo kila anayefanya ya kwake ni ya mpito tu. Anayedhulumu atadhulumu, anayedhulumiwa atadhulumiwa, na Allah anaona, lakini kaandaa siku ya hisabu na malipo, na mambo yote yatakuja kufanyiwa malipo siku hiyo. Kwa hiyo hicho ndo kitabu chake Allah, kinacho kumbukumbu za uendeshaji wa ulimwengu mzima, tangu umeanza mpaka utaisha ulimwengu huu, mpaka yatakuja hayo aliyoyaahidi ya ulimwengu ujao, yote kayaratibu kwenye kitabu hicho kimoja. Kwa hiyo tangu siku alipoumba Allah ameweka nidhamu hiyo. Mwaka mmoja una miezi 12. Minha, katika hiyo miezi 12, arbaatun hurumun, kuna minne mitukufu, kaitukuza miezi 12. Lakini katika miezi 12 kuna miezi minne ni mitukufu kuliko mingine. Minha arbaatun hurumun, ai maana yake minha, katika hiyo miezi 12 ya mwaka, arbaatu shuhurin, kuna miezi minne, muharramatun, imetukuzwa, ni miezi mitukufu. Hiya, miezi yenyewe iliyotukuzwa katika miezi 12, Dhulqaada, ni mfunguo pili tunauita sisi kwa Kiswahili, wa Dhulhijja, na mfunguo tatu ambao huu tunamalizia, wal Muharram, na mwezi wa Muharram ambao ndo mwezi wa mwanzo wa mwaka, mwezi ujao, wa Rajab, na mwezi wa Rajab. Katika hiyo minne mitukufu, mitatu imefuatana, Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, na mmoja uko mbali kidogo huko, mwezi wa Rajab. Wasumiyat huruma, imeitwa miezi hii mitukufu, liannaha muazzamatun wa muharramatun, ni miezi iliyoadhimishwa, ni miezi iliyotukuzwa. Na katika miezi hii tatadaafu fiha at-taatu, wanaofanya mambo ya kumtii Allah ujira wao huwa unalipwa mara nyingi, nyongeza yake inakuwa kubwa kwa heshima ya utukufu wa hiyo miezi.
Wayuhramu fiha alqitalu au wayuhramu alqitalu fiha, kwenye miezi hii ambayo ni mitukufu wameharamishiwa Waislamu kupigana vita ndani yake. Amali njema fadhila zake huongezwa mara nyingi, lakini hata mbaya dhambi zake zinaongezeka mara nyingi, na wameharamishiwa watu kufanya dhulma na mambo ya vita kwenye miezi hiyo. Dhalika dinu alqayimu, huo ndio utaratibu wa sawasawa, mwenendo wa sawa wa maisha ya viumbe uko katika kufuata nidhamu hiyo. Dhalika shar'u, hiyo ni sharia, ni uratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, almustaqimu, ulionyooka. Yeye kaheshimu miezi hiyo, anaagiza na nyinyi muiheshimu hiyo miezi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwa hivyo tafadhalini musidhulumu nafsi zenu kwenye miezi hiyo. Ramadhani haimo katika hii miezi minne, tumeambiwa ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Lakini tukipigia mfano wa huku kuongezwa kwa ujira au huku kuonyeshwa matukufu ya mema yanayofanywa kwenye Ramadhani, tumeambiwa kuna usiku mmoja una cheo, usiku mmoja tu mtukufu sana, na usiku huo fadhila zake, value yake ni kubwa kuliko amali inayofanywa kwa muda wa miezi 1000. Kama unafanya amali yako moja ikasadifu usiku huo, thamani yake inakuwa kama hiyo amali ushaifanya kwa miaka 83 na siku kadhaa. Na kinyume chake, ukaja ukafanya dhambi katika siku hizo au usiku huo, mzigo unaobeba unakuwa mkubwa mno, kama ushafanya hiyo dhambi kwa muda wa miaka 83. Kila kitu kinapanda. Sasa tumeambiwa tuchunge kwenye hizi siku za musim, siku tukufu, tusijidhulumu, kwa sababu ushazoea wewe kudharau sala wakati wake ukiingia usali mpaka uje uzilipe 3, 4 kwa mpigo. Unafanya miezi kadhaa jambo hili, ukaja ukalifanya kosa kama hili kwenye siku hizo, yani mzigo unaojibebea ni mkubwa. Na ukijibebea mzigo, japokuwa unabeba mwenyewe kwa hiari yako, unakuwa umeidhulumu nafsi yako, kwa sababu shari utakayokuja kuipata huko mbele sio ya kitoto. Kwa hiyo aliyeumba mwenyewe, mwingi wa rehema, katumia fursa hiyo kutuonya tujitahidi angalau kwenye hii miezi mitukufu tujidhibiti, tusijidhulumu nafsi zetu, ujikontrol iwezekanavyo. Kila jambo tuliweke mahala pake, ulichoamrishwa kitekeleze kama inavyotakiwa, ulichokatazwa kikalie mbali. Ukienda na mazoea yako, yani wewe unajiharibia kupita kiasi, kupitiliza. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi jitahidini musidhulumu nafsi zenu kwenye miezi hii mitukufu, miezi ya musim. La tadhlimu fi hadhihi al-ashhuri al-muharramati, musizidhulumu kwenye miezi hii mitukufu anfusakum, nafsi zenu. Ni sawa sawa na kusema musijidhulumu wenyewe kwenye miezi hii mitukufu. Kujidhulumu vipi? Bihatki hurmatihinna, kwa kule kuuvunja utukufu wa hiyo miezi, kuuvunja, kuuondolea heshima utukufu wa miezi hiyo au wa siku hizo. Na msidhulumu nafsi zenu wabirtikabi ma harrama Allahu, kuyafanya yale ambayo Allah ameyaharamisha. Jua niko kwenye wakati gani,
halafu uwe makini kuchunga matumizi ya huo wakati. Msidhulumu nafsi zenu bihatki hurmatihinna, kwa kuondoa ule utukufu wa hizo siku mtakuwa mmejidhulumu. Siku ni tukufu, onyesheni heshima yake siku tukufu. Na msidhulumu nafsi zenu birtikabi ma harrama Allahu min almaasi wal athami, kwa kuyafanya yale ambayo Allah ameyaharamisha katika matendo ya maasia au mambo ya dhambi. Maasia ni kukataa agizo, fanya ukasema sifanyi, umeasi. Hili usifanye, wewe ukafanya, umeasi agizo. Kwa hiyo ukifanya vitu kama hivi unakuwa umedhulumu nafsi yako. Dhambi unayoipata kwa kawaida kwenye siku nyingine zisizokuwa tukufu, ukiifanya ndani ya miezi hii, mzigo unaobeba unakuwa sio wa kitoto. Siku moja tu unafanya jambo, mbele ya Allah unaonekana kama hilo jambo umezoea kulifanya kwa miaka 80 na ziada, au miaka 100, wakati hata umri ulioishi hapa duniani haufiki kiasi hicho. Wengi siku hizi miaka 35 kenda, 40 kenda, miaka 18 kaondoka, lakini kaondoka na mambo ambayo kama kesha yafanya miaka mingi, kwa sababu alikuwa mzembe, hajui kuenda na mazingira. Hiyo ni statement ya kuonyesha utukufu wa miezi mitukufu. Alafu mwisho Allah akaweka agizo kwenye aya hiyo hiyo, waqatilul mushrikina kaffatan, shikamaneni, kuweni wamoja kama waumini, mupambane na washirikina kwa umoja wenu. Haya si masala ya kanda, kwamba mambo ya Waislamu wa Pemba, wa Unguja hayawahusu, Waislamu wa Tanzania bara, wa Zanzibari hayawahusu, au mambo ya Tanzania, watu wa Kenya hayawahusu. Waislamu wote wako chini ya la ilaha illa Allahu Muhammadur Rasulullah. Walipaswa wawe na uniformity kwenye masala yao ya kijamii, na walipaswa wawe chini ya uongozi wa kiongozi mmoja. Uislamu ulipokuwa umestawi dunia nzima, kiongozi alikuwa ni mmoja tu. Wakati mtume yuhai, yeye ndo alikuwa kiongozi wa Waislamu wote. Alipokufa, waumini walimchagua kiongozi, akawa Abubakari ndo kiongozi wa Waislamu wote. Kafa Abubakari, akachaguliwa kiongozi Omar, akawa ni kiongozi wa waumini wote duniani. Hivi ndivyo ambavyo tulitakiwa tuishi. Intisamu, mshikamano, umoja ni nguzo ya ufaulu wa waumini kwenye maisha yao ya kiimani. Waqatilul mushrikina kaffatan, pambaneni na washirikina wanaotaka kuiharibu tauhidi, mukiwa mko wamoja, mmeshikamana. Kama yuqatilunakum kaffatan, kama ambavyo nyinyi mnawaona wanapokuja dhidi yenu wanashikamana pamoja. Ikija jambo linalowahusu Waislamu, makafiri wa aina zote duniani wanashikana, wanachangiana, kwa sababu wanajua wote wana common enemy, ni Muislamu. Na Waislamu nao walitakiwa wawe hivyo, wasijitengenezee mipaka inayonasibiana na kabila zao au location zao za kijiografia au interest zao za kampuni, vyama na mambo mengine. Kama ni waumini wote wako chini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, wanatakiwa wawe na maamuzi mamoja. Uislamu ulipokuwa umestawi, watu wanapokusanyika kwenye musimu wa hija, wanaotoka kwenye mataifa mbalimbali, wanawasilisha ripoti ya mahitaji yao, shida zao, malalamiko yao kwa kiongozi mmoja wa Waislamu pale Arafa. Haja zao zinasikilizwa, zinachukuliwa na zinafanyiwa kazi. Wote walikuwa ni kitu kimoja dunia nzima, na wanapaswa mpaka leo Waislamu wawe hivyo, washikamane pamoja.
kama ilivyo wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, na shikamaneni nyote kwa umoja wenu na dini ya Allah wala msifarakane. Waqatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, yani qatiluhum jami'an mujtami'ina, nyinyi waumini kusanyikeni na muunge nguvu yenu moja, mupambane na washirikina, ndo maadui zenu. Washirikina hawamuamini Mungu mmoja, wana miungu mingi. Nyinyi mlio upande wa kumwamini Mungu mmoja, nyote muwe chini ya huyo Mungu mmoja. Shikamaneni kwa umoja wenu, kama yukatilunakum kafa, kama wanavyoshikamana wao kwa umoja wao dhidi yenu. Hata washirikina na wao wana madhehebu mbalimbali, eti wana miungu mbalimbali, lakini kwenye jambo la kupinga kuwepo kwa Mungu mmoja wanashirikiana, wanapeana misaada, wanaunda majeshi ya pamoja na misaada ya kitaaluma, misaada ya hali na mali, wanashirikiana pamoja. Kwa hiyo na Waislamu nao wameamrishwa, si wako chini ya bosi mmoja? Mola wao ni Allah, mtume wao Muhammad, mwongozo wao Qur'ani. Wanatofautiana wapi? Qatiluhum jami'an mujtami'ina, enyi waumini pambaneni na washirikina mkiwa wamoja, mulioungana, mmeshikamana. Ghaira mutafarriqina, musiwe mmefarakana. Sema sisi na wale tofauti, hatuwezi kukaa pamoja. Shura gani sasa inafanyika? Sisi tukakae na wale? Kwani nyie wawapi na hawa wawapi? Hawa Mungu wao nani na wale Mungu wao nani? Kitabu cha wale kipi na cha hawa huku kipi? Wapi mlipopata hizo tofauti? Kama mnatofautiana kwa madhehebi, basi nyote acheni madhehebi yenu, fateni madhehebi ya mtume. Mtume aliyetumwa kwenu ni mmoja tu. Kama mnakinzana kwenye vifungu vya muongozo, muongozo unaowakusanya nyinyi nyote ni Qur'ani. Endeni kwenye Qur'ani, inawaelekeza nini? Nyote mnataka pepo, pepo ndo hiyo hiyo moja. Hakimu wa siku ya malipo ndo huyo huyo mmoja. Muongozo waliotuletea ndo huo huo mmoja. Mwalimu au kiongozi mtaalamu wa kutafsiri huo muongozo ni mtume wa Mungu, ndo huyo huyo mmoja. Nyinyi mmetofautiana wapi? Na tofauti hii inashindikana vipi kuirekebisha mpaka mkarudi kwenye asili ya umoja wenu? Kuweni wamoja mnapopambana na maadui zenu, kama ambavyo na wao huwa wamoja wanapopambana na nyinyi. Qatiluhum jamia, pambaneni nao washirikina mkiwa mko pamoja, mujtamiina, mmeshikamana. Ghaira mutafarriqina, musiwe mmefarakana farakana. Kama yuqatilukumul mushrikuna jamia, kama ambavyo washirikina na wao wakiwa na jambo la kukabiliana na nyinyi hushikamana wakawa wamoja. Waalamu, na mjue enyi waumini, anna Allaha ma'al muttaqin, hakika Allah yuko pamoja na watu wacha Mungu, watu wanaoishi kwa kufata utaratibu wake. Takwa Allahi ni maisha ya mtu kufata utaratibu. Kwa hiyo mkikubali kufata utaratibu wake, Allah atakuwa yuko pamoja na nyinyi. Kwa namna yoyote mtakao kengeuka kuachana na utaratibu wake, hakubali kuwa pamoja na nyinyi. Eleweni Allah yuko pamoja na wale wanaomcha Mungu, wanaofuata utaratibu. Mkikosea kwenye utaratibu wake, mmeshakosa radhi yake. Hata na yeye hatakuwa tayari kukaa pamoja na nyinyi. Ukisema yule si mwenzangu, simtambui, yule mtu wa motoni, mwenye kumjua mtu wa motoni ni Allah mwenyewe. Wewe lini kakupa excess ya kujua huyu wa motoni? Kitendo hicho tu kikifanya, yeye kesha kuchukia zamani. Wewe ukimhukumu mtu
na hujapewa authority ya kufanya hukumu. Kitendo hicho tu ukikifanya huko pamoja
Kila mmoja ajipambe na hiyo sifa ya uchamungu ili awe waradhi na Allah, karidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waalamu anna Allaha ma'al muttaqin, ay maana yake anna Allaha ma'ahum bin nusrati wa ta'yidi, Allah siku zote huwa yuko pamoja na wacha Mungu kwa kuwapa ushindi, na yeye anakuwa ni msaidizi kwao, anawasaidia, anawapa ushindi dhidi ya wapinzani wao na huwasaidia kwenye vikwazo vingi vigumu. Wa huwa bisharatun wa dhamanun, maneno haya yaliyomalizia kwenye aya ni bishara na ni dhamana. Allah anawadhamini li ahli taqwa, watu wenye sifa ya uchamungu. Na Allah huwa hadanganyi, akiahidi ahadi yake ni kweli na lazima anaifanyia kazi. Ukiwa na uchamungu, wewe uko pamoja na Allah, uko kwenye nusura yake na una dhamana ya kupata msaada wake. Ukikosea masharti ya huo uchamungu ukaingiza ya kwako, unajinyima mwenyewe fursa za kuwa pamoja naye. Utakuwa uko pamoja naye ukawa umefuata utaratibu. Ukiuharibu utaratibu kwa kufanya mambo yasiyoridhisha kwake, unajiharibia mwenyewe, utakosa nusura yake na huna radhi yake. Aya inayofuata Allah anasema innaman nasiu ziyadatun fil kufri, innama, si vinginevyo, annasiu, kubadilisha kalenda, kupangua utaratibu wa miezi. Ziyadatun fil kufri, hii ni nyongeza, ni ziada kwenye ukafiri. Toka hapo hawa watu ni makafiri, lakini wanafanya na mambo ya ziada kwenye ukafiri wao wa kupangua mambo yaliyo kwenye ratiba ya Muumba. Kwa ufupi ni kwamba tumeambiwa katika mwaka kuna miezi 12. Katika miezi 12 kuna minne mitukufu. Huu ndo utaratibu sahihi ulio kwenye dini ya Allah. Kwa hiyo tusidhulumu nafsi zetu tukapangua yale aliyoyapanga Allah, akataka sisi tuyafanyie kazi. Huu utukufu wa miezi mitukufu, hata kabla hajaja mtume, wakati wa ujahilia walikuwa Makureshi wanajua kuwa kuna miezi mitukufu, na wanajua inastahiki miezi mitukufu isivunjiwe heshima, na walikuwa wanajua kwamba kwenye miezi mitukufu tumekatazwa dhuluma, kama kufanya mauaji au kuchochea vita, wanajua. Lakini wanadamu huwa ni wajanja. Mara nyingi nikiongea huwa ninapenda sehemu nyingine nitie mfano. Hata kwenye Qur'ani Allah huongea akaweka na mifano. Mifano humsaidia mtu katika kuelewa jambo ambalo wakati mwingine huwa ni gumu kueleweka, lakini ukimfananishia na jambo unaichukua ile akili yake akapata kitu comparison, anaelewa haraka. Vyombo vya ulinzi kama Jeshi la Wananchi wa Tanzania wana sare, kuanzia viatu, suruali, shati, kofia. Itakuwa yuko kwenye combat, kwenye OG au vinginevyo. Hii ni sare ya jeshi, haitegemewi kukutikana mavazi yale kavaa mtu asiyekuwa jeshi, au sio? Na kama unataka kujaribu, jaribu, hebu uone. Vaa combat alafu tiritiri mitaani, wenyewe wajue huyu mbona si mwenzetu, uone kitakachokukuta. Watu wote wanaheshimu hiyo. Wakati mmoja iliwahi kutokezea Dar es Salaam, msanii kaingia kwenye stage na combat ya jeshi, elimfika ya kumfika, ingawaje alikuwa yuko kwenye sanaa, na msanii huambiwa kioo cha jamii, lakini kioo kilipasuka. Wanaheshimu hili vazi la watu fulani, ni kosa kuonekanwa na asiyehusika kavaa.
Mmefahamiana vizuri eh? Qur'ani imewaambia wanawake wa Kiislamu namna ya kuvaa. Kwa mfano kwenye sura ya 33 Allah kamwagiza mtume wake, ya ayuha nabiyu, ewe mtume mtukufu wa daraja, qul li azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na uwaagize waumini wote wafuasi wako. Amri hii inaenda kwa nani? Mpaka hapo tu aya hatujaimaliza. Agizo hili anaagizwa nani? Na wauliza, ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako. Wake wa nani? Wa banatika, waambie na watoto wako, kwa sababu mambo yote ya kiuongozi yule muongozaji ndo anatakiwa awe mfano, wengine wafuate kwake, au sio? Kwa hiyo kaambiwa aanze nyumbani kuamrisha mtindo wa mavazi, code of dressing ya Waislamu. Waambie wake zako, watoto wako wa kike na wanawake wa waumini wote ambao yeye ni wafuasi wake, yudnina alaihinna min jalabibihinna, waambie wavae jilbabu zao. Jilbabu kwa Kiswahili tunaita buibui. Shavaa nguo zake mwenyewe za samani zenye urembo, zenye mvuto, lakini akitoka mbele za watu hatakiwi atoke namna hiyo anavyokuwa nyumbani kwake na mumewe. Avae jilbabu juu. Jilbabu ni guo lililomsitiri, halionyeshi shepu yake wala marembo ambayo yana attraction kwa mwenye kumwangalia. Dhalika adna an yurafna fala yudhaina. Wakiwa na mtindo huu wa mavazi, itapelekea watambulikane, hawa ni akina fulani, hawa ni Waislamu. Kwa maana hiyo hawatoudhiwa. Mmenifahamu pointi yangu? Vazi la Waislamu, lakini vazi lile analivaa malaya, muasi wa Mungu, hajajisalimisha kwa Mola wake, akapita mbele za watu kavaa jilbab, kavaa niqabu, ndani kumbe yuko uchi. Akifika kwenye maeneo yake ya baa, anavua yale, anatia kwenye mkoba, anabaki uchi, anaingia kwenye sehemu zake za kazi, anadanga. Ingekuwa Waislamu tuna power, si tunawashtaki wametuvunjia heshima. Sasa matokeo yake inakula kwetu wenyewe. Sasa hivi ukiingia garini unaambiwa toa nikabu, ukaenda hospitali hatutaki mavazi hayo, toa tukujue, kwa sababu wahalifu wanatumia, na sisi wenye chetu hatuwezi kukilinda. Ndio nikatoa ule mfano wa jeshi. Jeshi mnaweza kumfanyia hivi? Sare ya jeshi uitumie alafu ukaifanyie makosa? Mmenifahamu vizuri? Lakini sasa kwa mfano huo, washirikina walikuwa wanajua miezi mitukufu na wanajua restrictions za miezi mitukufu. Haturuhusiwi kupigana, haturuhusiwi kufanya hiki, haturuhusiwi kwenye mwezi huu mtukufu. Asili ya mji wa Maka ni dini. Aliyeuasisi ule mji ni mtu wa kheri, mtu wa Mungu, Ibrahim na mwanawe Ismail. Heshima ya Al-Kaaba wakati huo ilikuwa juu. Watu wote ulimwenguni wanaenda pale kwa kumwadhimisha Allah, Mungu mmoja. Lakini jambo akiondoka mwenyewe, basi watu huwa wanaliharibu. Kaondoka Ibrahim alayhi salam, kaondoka Ismail alayhi salam, dini ilikuwepo, ikaanza kufutika taratibu, mpaka ukafika wakati watu wakaweka masanamu zaidi ya 300 kwenye Al-Kaaba. Mahala pa kuadhimishwa Mungu mmoja, watu wakawa wanaabudia masanamu. Zile kanuni za kwamba hili ni haramu kwenye kipindi hiki zote zikafutwa. Washirikina ndo wakawa wanafanya hiyo tansi. Huu mwezi ujao, mwezi mtukufu,
lakini sisi tuna jambo letu hapa tunataka kufanya. Basi wanakaa wakubwa chemba, wanasema tubadilishe tarehe, mwezi mtukufu tuanzie baada ya wiki 3 zijazo. Sasa hivi tumo ndani ya mwezi mtukufu, lakini tuna jambo letu tunataka tufanye. Kwa hiyo huu utukufu wa mwezi huu tutauakhirisha, tutauanzisha tarehe fulani kwenda mbele. Yani wao wanapangua kalenda wanavyotaka. Hiyo ndo nasihi. Allah kaweka mpango, anasema yauma khalaqa samawati wal ardi. Watu wanaupangua kwa sababu wapitishia kwao. Kwa hiyo wanawaambia watu mwezi mtukufu haujafika bado, utaanza siku fulani tarehe fulani kwenda mbele. Kipindi hiki tunataka kupitisha jambo letu na ni muhimu fasta lifanyike kipindi hiki. Hasa kama tatizo kikwazo ni utukufu wa mwezi, huu utukufu tutauakhirisha, utakuja kuanza baadaye. Kwanza tupitishe hili letu. Ndo Allah akasema hapa innaman nasiu, huu utaratibu wa kupangua tarehe, kupangua kalenda, kuakhirisha huu sio mtukufu mpaka siku fulani, ziyadatun fil kufri. Kitendo hiki tu ni nyongeza, ni ziada kwenye ukafiri wao. Toka hapo makafiri wanazidi kuudhi zaidi. Allah kapanga mpango, wao wanathubutu kuupangua, kumrekebishia mambo yake. Kama mwezi umeandama bado, leo tuseme haujaandama, itakuwa kuanzia kesho kutwa. Unaona? Ushaandama, lakini wenye maamuzi wanaweza wakapangua tu utaratibu, wakasema tutaanzia siku fulani, ili tuwahi siku hizi mbili kupitisha jambo letu kabla ya huo mwezi mtukufu. Sasa mwezi ushaingia already, lakini wao wanaweza kusema bado, na watu wakaaminishwa bado haujaja, ili wapate kupitisha jambo lao haraka haraka. Innama nasiu ziyadatun fil kufri, yani innama taakhiru hurmati shahri li shahrin akhar. Taakhiru hurmati shahrin, kuakhirisha utukufu wa mwezi fulani, li shahrin akhar, ukasema tutakuja kuanzia mwezi mwingine ujao. Ziyadatun fil kufri, kitendo hiki ni nyongeza kwenye ukafiri wao. Washakufuru alafu wanazidi kukufuru. Liannahu tahrimu ma ahallahu Allahu, kwa sababu wanaharamisha kitu ambacho Allah amekihalalisha, au watahalalisha kitu ambacho Allah amekiharamisha. Jambo hilo ni kosa. Wameshakufuru, lakini na hii ni ziada ya ukafiri. Taakhiru hurmati shahrin li shahrin akhari, kuakhirisha utukufu wa mwezi fulani ili uje uwekwe kwenye mwezi mwingine. Ziyadatun fil kufri, hii ni nyongeza kwenye ukafiri, wanazidi kukufuru. Liannahu tahrimu ma ahallahu Allahu, kwa sababu kitendo hiki ni kuharamisha mambo ambayo Allah ameyahalalisha. Wa tahlilu ma haramahu Allahu, au kuhalalisha mambo ambayo Allah ameyaharamisha. Fahuwa kufrun akharu, hii ni kufuru nyingine wanafanya. Madhmumun ila kufrihim, imekuwa ni ziada juu ya ile kufuru walionayo, wanafanya na kufuru nyingine juu ya kufuru yao. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, kana alarabu ahlu hurubin wa gharatin, walikuwa Waarabu wale wanaopenda vita na mashambulizi ya kushtukia, ambushes, walikuwa wana hobi zao wenyewe. Waarabu wale wagomvi wanaopenda vita walikuwa na desturi hiyo, wagomvi sana, wanapenda sana vita, wanapenda kushambulia katika siku wanazoona ni muafaka.
siku muafaka za kuwashambulia hawa ni siku fulani. Hata Mtume walikuwa wanamvizia hawa, wanaheshimu matukufu ya Mungu, na sasa hivi wako vizuri, wana nguvu. Muhammad ana wapiganaji wazuri. Ili kumvunja nguvu Muhammad, tuvizie hizi siku tukufu, wao wameharamishiwa kupigana, tuwavamie ghafla, tuue wale wapiganaji wao wazuri wazuri. Muhammad atakuwa hana uwezo tena wa kukabiliana na sisi, anajivunia fulani na fulani na fulani na fulani, hawa tutege mtego tuwafanyishie. Kwa hiyo katika mitego inayowasaidia ni kuwazidi nguvu kwa kufanya jambo ambalo wao hawatolipiza. Tukiwashambulia kwenye mwezi mtukufu, hawa wameharamishiwa kufanya mambo ya mashambulizi kwenye miezi mitukufu. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa nzuri, hatuna miko sisi, hatuna mipaka. Tutaua wapiganaji wao, halafu itakuwa tumepunguza nguvu za jeshi la Muhammad. Wanatumia fursa, wakiipata wanaitumia. Kwa hiyo na wakati wa ujahilia, kabla ya Uislamu, walikuwa wanayafanya haya, wanajua miezi mitukufu, lakini wanaifanyia mchezo mbaya. Wanasema tumeakhirisha utukufu wa mwezi fulani, utaanzia tarehe fulani. Wa kana alqitalu muharraman alaihim fil ashhuri alhurumi, tangu wakati wa ujahilia, kwa kuchukua tu uzoefu wa wakati huo wa nyuma, Maka ilipokuwa inatawaliwa na Uislamu na mambo mengine walikuwa wameyarithi, bado wanajua miezi fulani mitukufu tumeharamishiwa kupigana ndani yake. Walikuwa wanajua fika. Kana alqitalu, ilikuwa habari ya vita, muharraman alaihim, ni haramu, imeharamishwa juu yao, fil ashhuri alhurumi, kwenye miezi mitukufu. Fa idha jaa ash-shahru al-haram, kwa hivyo ukija ule mwezi mtukufu, katika hiyo mitukufu, wa hum muharibun, wakiwa wamo kwenye vita na mahasimu zao, na wakasema hii ndo fursa nzuri, ikipita hii tutakuwa tumeumbuka, itakula kwetu. Wakitaka kutumia fursa ya ndani ya mwezi mtukufu, shaqqa alaihim tarkul almuharaba, kwa wao inakuwa ni ngumu kuacha kupigana. Sema hii vita lazima tumalizie hapa, kwa sababu sasa hivi tunaelekea kushinda vita hii. Tukisema tuheshimu utukufu wa mwezi, itatugharimu. Kwa hiyo madamu washaanza vita vyao kwenye mwezi uliokuwa sio mtukufu, na havijesha vitaingiliwa na mwezi mtukufu, walikuwa wanaona ni vigumu sana kuacha vita. Bora tumalizie tu, kwa sababu vita vimetukubali, tunaelekea kupata ushindi. Fayuhillunahu wa yuharrimuna makanahu shahran akhar, wanahalalisha kuendelea na vita ndani ya mwezi mtukufu. Kitendo wanachokifanya ni kusema utukufu wa mwezi haujafika bado, utaanza kipindi fulani. Ujanja wa watu. Kwa hiyo mtu ana lake la uhalifu, ndo nikatoa ule mfano, anaweza akatumia tu hata kanzu ya Kiislamu, kofia, kumbe anapitisha kreti zake za pombe kwenye vituo vya polisi, kwa jinsi anavyoonekana na kikapu chake juu kaweka kitabu na mtasbihi, mzigo wa shehe. Kwa anatumia ule muonekano, maana yake wa shehe aheshimiwe tu, na madam si maarufu, hajulikani, watu wataangalia muonekano na mavazi. Shehe, basi shehe nenda. Mmenifahamu vizuri? Nishawahi kutokezea hii kesi hapo Mwera polisi, miaka hiyo ya 68 sijui au 67. Kuna mtu mmoja alikuwa anaonekana ni mstaarabu, ana heshima, anatoka toka zake Kiboje huko, anakuja zake mjini na kikapu chake mwenyewe juu huweka vitabu viwili vitatu na mtasbihi.
akipita hafanyiwi mashaka, anaonekana shehe. Lakini si unajua watu wa mizengwe hufanyishiana, wamedhulumiana huko kwenye mauziano, wakamchoma bwana, kuna kikapu fulani, afande fulani kikague vizuri, kwenye gari fulani kinakuja umo mna mzigo. Ilipofika gari Mwera imesimamishwa, afande kapekua mizigo mpaka akaja kwenye kile kikapu, kafungua chini, kakuta puto za gongo. Akauliza, kikapu cha nani? Ustazi kimya. Mwenyewe mzigo huu nani? Kaomba kwenda chooni, kumbe kasepa, katoroka kenda zake. Sasa siku nyingi hupita kwa sababu ya muonekano. Makafiri ndio huwa wanafanya hivyo. Sasa usijifiche kwenye jina la Mungu, usijifiche kwenye kivuli cha dini ukaitia dini kasoro wakati wewe si mtu wa dini. Ni kosa. Na hawa walikuwa wanafanya mambo ya kidini matukufu, wanayaingiza kwenye ratiba zao, halafu wakapanga na kupangua, wakaongeza na kuzidisha kama wanavyotaka wenyewe, au kupunguza kwa maslahi yao ya kidunia. Wakaambiwa wanafanya ziada kwenye ukafiri. Unapangua kalenda ili jambo lako baya litimie. Kaannahum yastaqriduna hurmata shahrin li shahrin ghairihi, kama kwamba mchezo waliokuwa wanaucheza wanaukopa ule utukufu wa mwezi huu, siku hizi 2, 3 au 10, 15 hizi tukufu tunazikopa, tunauondosha ule utukufu wa siku hizi, tutakuja kuulipa kwenye mwezi ujao kuanzia tarehe fulani kwenda mbele. Yani wanayatwist mambo Mungu keshaya ratibu, lakini yawiane na mipango yao wenyewe ya kawaida. Kwa zile siku fulani tukufu wanazikopa, wanaziondosha kwenye utukufu, wanasema tutakuja kuzilipa kuanzia tarehe fulani, ndo tutaanza kuhesabu utukufu kwenda uko mbele, wakati mambo yao yashatimia. Farubama ahallu almuharram, inawezekana wakauhalalishia mwezi mtukufu wa Muharram ambao ndo mwezi wa kwanza wa mwaka. Waharamu safra, wakaja wakauweka utukufu wake kwenye mwezi wa mfunguo 5. Mfunguo 4 Muharram ni mtukufu, lakini wana haja nao kufanya mambo yao, watauondosha utukufu wa Muharram waje wauweke kwenye mwezi wa mfunguo 5 Safar. Yani wanapangua wanavyotaka tu. Sasa kalenda hiyo inaendaje? Kwa mfano nyewe wenyewe mkiangalia. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivi wakati wa ujahilia. Yukmalu fil aami al-4 al-ashhuri muharramati, wanaweka ratiba au utaratibu utakaoonekana ile miezi mitukufu 4 ndani ya mwaka imepatikana sawa sawa. Si siku fulani tu ndo tukufu, tutaziakhirisha ndani ya kipindi hiki. Siku hizi tutakuja kuziweka utukufu wake kwenye mwezi ujao, kwenye mzunguko wa mwaka zile siku tukufu zote ziwe zimepatikana. Sasa inawezekana kwa mfano Waislamu waseme Ramadhani ya mwaka huu bwana, imekuja kipindi kibaya cha jua kali, tuleni kwanza, lakini tutakuja kuifunga mwezi Juni kutakopoa na baridi kidogo. Mungu anakubali hivyo kweli? Ramadhani ishafika, lakini sasa hivi ngangari, joto jingi, tuleni bwana. Wakubwa waseme tuleni, tunyweni, tustarehe. Hizi siku tutakuja kuzifunga msimu wa baridi. Mungu anataka mumrekebishie kama hivyo. Kwa hiyo walikuwa wakati huo wa ujahili wanafanya washirikina mambo kama hayo. Yudhallu bihi alladhina kafaru, kwa mpango kama huu wa kubadilisha kalenda
wale makafiri, toka hapo makafiri, lakini walikuwa wanapotoshwa. Yudallu biha alladhina kafaru bihi alladhina kafaru, walikuwa wale makafiri wanapotoshwa zaidi, wanapangiwa ratiba hizi na wakubwa wao, na wao walikuwa wanaziunga mkono, wanazifanyia kazi. Yudallu bisababihi alkafirina dalalan ala dalalihim, makafiri walikuwa wanapotozwa, wanawekwa kwenye upotovu pamoja na upotovu ambao toka hapo wanao. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, mwezi huu wa Muharram kwa mfano, mwaka fulani wataufanyia haki yake iwe ni halali, na mwaka fulani wanahaja nao wataharamisha uhalali wake, wauondoshe, waje waulipe kwenye siku nyingine. Ndani ya mwaka kalenda inabadilika mara kadhaa. Yuhilluna almuharram, wanayahalalisha yaliyoharamishwa, aman, mwaka mmoja. Mwaka fulani ukija, wanahaja nao yale ya halali ndani ya mwaka huo watayaharamisha kwa interest zao wenyewe binafsi. Washahra aman wa shahra, mwaka na mwezi. Washahru alhalali, na ule mwezi wa halali, aman, wanauakhirisha mwaka fulani. Fayajaluna hadha makana hadha, wanapangua matokeo, wanajalia mwezi huu ni mahala pa mwezi ule ambao tuliutumia kwa mambo yetu, tunauweka sasa kwenye mwaka huu ndani ya mwezi huu. Wala aksu, na kinyume chake. Wanaweza wakasema sasa hivi tuanze mwezi mtukufu, wa uheshimu, wafanye yale yanayotakiwa kufanywa, kwa sababu ukifika huo mwezi wenyewe mtukufu, wana jambo lao. Kwa ule utukufu wanaweza wakauanza kama tunavyofanya jamu taqdim na jamu taakhiri ya swala. Umefahamu eh? Umekuja mwezi mtukufu wanataka kuutumia, basi ule utukufu wake watauondosha, wauakhirishe, waje wauweke baadaye. Au kuna siku hapo mbele kwenye mwezi mtukufu wana jambo lao, utukufu wa kule mbele watauleta huku nyuma, wauheshimu kabisa, ili ukifika wakati fulani wafanye jambo lao. Ndivyo walivyokuwa wanafanya. Liwatiu iddata ma harrama Allah, walikuwa wanafanya hivi ili kuharibu yale mambo ambayo Allah ameyaweka kwenye utukufu. Wamepangua nidhamu ya siku ambazo Allah alitaka ziheshimiwe, zitukuzwe. Liwafiqu iddat al-ashhur al-hurum al-arba'ati, wako makini wakizitumia siku tukufu 15. Hizi siku 15 watakuja kuzilipa siku nyingine zisizokuwa tukufu, waseme hizo ndo tukufu, ili idadi ya siku tukufu ndani ya mwaka ije sawa sawa. Walikuwa na umakini kiasi hicho. Fayuhillu ma harrama Allah, kwa hiyo walikuwa wanajihalalishia mambo kuyafanya ambayo Allah ameyaharamisha kwenye wakati fulani. Wanajihalalishia kufanya mambo ndani ya wakati ambao mambo hayo Allah aliharamisha, kwa sababu tu ya kusema utukufu haujaja bado, tumeuakhirisha. Utukufu wa siku hizi utakuja kuanzia tarehe fulani. Wanajitengenezea fursa ya kuyafanya mambo ambayo Allah ameyaharamisha. Fayastahillu bidhalika ma haramahu Allah, kwa utaratibu wao huu walikuwa wanayahalalisha mambo ambayo Allah ameyaharamisha. Wanayafanya mambo ya makosa ambayo hawakupaswa kuyafanya ndani ya siku hizo, lakini kwa sababu tu ya werevu wao, akili zao zilikuwa zinawatuma wamchezee hadaa Allah kiasi hicho. Qala Mujahidun, mwanawachuoni Mujahidi amesema, kana rajulun min bani Kinana, alikuwa mtu mmoja katika kabila ya Banu Kinana, yati kula amin ila almusim, kila mwaka huwa anakuja kwenye musim, ala himari lahu. Tukizungumza musim ni musimu wa hija, na walikuwa wanafanya hija hata kabla ya mtume kupewa utume.
kwa utaratibu wao wa kijahilia na ibada zao za kuabudu miungu yao ya masanamu. Kwa hiyo kuna mtu wa kabila la Banu Kinana alikuwa anakuja Maka siku za musimu wa ibada, anakuja na punda wake. Fayakulu, akija anasema, ayuhannasu, enyi watu, inni la aabu wala ajabu wala maradda lima aqulu, inni la uabu wala ujabu, mimi ndo mwenye final say, sipingwi mambo yangu, sitiwi aibu kwenye maamuzi yangu, wala sijibiwi kwenye kauli zangu, wala maradda lima aqulu, wala hakuna anayeweza kuyarejesha ninayoyasema. Nikisema ndo nimetoa order, watu watekeleze. Inna qad harramna almuharram, anatanguliza statement kama hiyo, yani hakuna mtu akunyosha kidole akahoji akadadisi, yani nina maneno nataka kusema lakini no objection, nikishasema nimesema, ni utekelezaji tu. Inna qad harramna almuharrama, tunatoa agizo kwamba tumeuondosha utukufu wa Muharram. Yani ni statement ya serikali, tumeuondosha utukufu wa Muharram. Wa akharna Safar, tunauchelewesha mpaka kwenye mwezi wa Safar. Muharram ni mfunguo 4 kwa Kiswahili na Safar ni mfunguo 5, mwezi unaofuatia. Kwa hiyo mwezi huu wa mfunguo 4 sio mtukufu kwa kipindi hiki. Utukufu utakuja kuanza kwa mwezi unaofuata wa mfunguo 5. Thumma yajiu al-aamu al-muqbil, halafu mwaka ujao anaweza akaja tena, wayakulu, akasema, inna qad harramna Safar, mwaka huu tunauondosha utukufu wa Safar, wa akharna al-Muharram, na tunauweka kwenye mwezi wa Muharram. Fadhalika qauluhu ta'ala, hii ndo maana ya kauli yake Allah mtukufu, liwatiu iddata ma harrama Allah, wanapangua ratiba nzima ya kalenda ya mwaka, lakini wanaiweka katika utaratibu ile idadi ya siku tukufu ipatikane kama kawaida. Kama ni miezi 4 kamili, itakuja miezi 4 vile vile kamili ndani ya mwaka, lakini ziko zimepanguka panguka hivi. Zuyina lahum suu a'malihim, hawa watu wamepambiwa na shaitani matendo yao maovu, wenyewe wanayaona ndo mazuri, wanajiona wako sawa. Zuyina lahum, wamepambiwa watu hawa, suu a'malihim, matendo yao mabaya, wenyewe wanayaona mazuri. Zayyana shaitanu lahum a'malahum alqabiha, shaitani kawapambia matendo yao haya mabaya, hata hasabuha hasanatan, wenyewe wakajiona wako sawa, wanafanya vizuri tu. Wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Allah huwa kwa kawaida hawaongozi watu makafiri. Wanajiona wako sawa, lakini hata kama wao watajipasisha na kujiona wako sawa, Allah hatawachukulia kuwa wako sawa. La yahdihim, kwamba walioyafanya wakajiona wako sawa, yeye Allah hatoyatambua kuwa yako sawa akawalipa, kwa sababu waja wangu kumbe wana akili, wajanja sana, nimekubali walichofanya. Hapana, Allah hafanyi hivyo, hayakubali mambo ya ovyo yanayofanywa na watu makafiri. La yurshiduhum ila tariqi saada, ingawaje wenyewe wanajiona wamepatia, lakini Allah hawachukulii kuwa wameongoka kwenye njia ya sawa, hawafanikiwi kwenye yale wanayoyalenga, hawahesabiwi kuwa wamefanya kheri, wamekufuru. Imefahamika vizuri? Kwa leo inshallah zinatosha hizo aya 2, ila narudia tena tafsiri ya neno kwa neno kama dasturi. Bismillahir Rahmanir Rahim, tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu.
inna iddata shuhuri inda Allahi, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah, 12 shahran, ni miezi 12. Mwaka mmoja una idadi ya miezi 12. Fi kitabi llahi, iko hivyo kwenye kitabu cha Allah, Lauhul Mahfudh. Yauma khalaqa samawati wal arda, nidhamu hii imeanza tangu siku alipoanza kuumba Allah dunia, mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurumun, katika hiyo miezi 12 imo minne mitukufu. Miongoni mwa miezi hiyo 12 imo minne mitukufu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndo dini ya sawasawa, huo ndo mpango ulio sawasawa aliyoupanga Muumba. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwa hivyo kwenye miezi mitukufu msizidhulumu ndani yake nafsi zenu kwa kufanya yasiyofaa au kudharau yale yanayotakiwa. Yote ni dhulma. Kuagizwa jambo ukazembea ni dhulma, au kukatazwa jambo ukalifanya ni dhulma pia. Waqatilul mushrikina kaffatan, na unganeni, kuweni wamoja katika kupambana na washirikina, enyi waumini. Kama yuqatilunakum kaffatan, kama wao wanavyoungana wakapambana na nyinyi kwa umoja wao. Waalamu anna Allaha ma'al muttaqin, na muelewe kwamba Allah yuko pamoja na wacha Mungu. Akisema shikamaneni, hiyo ni order. Ukisema mimi siwezi kushikamana na fulani, haya ni mawazo yako tu, na si lazima yeye ayakubali, anayakataa. Tumesoma vizuri tuliposoma suratul Asri na aya nyingi zinazozungumza subira. Inna Allaha ma'as sabirin, Allah yuko pamoja na wenye subira. Subira inataallaki na mambo manne. Ili uwe ni miongoni mwa wenye subira, unatakiwa uonekane una taa ya kudumu kwenye yaliyoamrishwa. Yote yaliyoamrishwa yanakuhusu wewe, si muumini, tekeleza tu amri, hata kama nyingine ni ngumu, unaona, tekeleza. Pili, subira inataallaki na kudumu katika kuacha yaliyokatazwa. Hata kama kuna mambo unayapenda, ushayazoea, yamekatazwa, hayatakiwi, wewe uache tu. Ni subira nayo hiyo, kuvumilia, kujizuilia na jambo ambalo nafsi yako inapenda, ni subira kwa ajili ya Allah. Tatu, ni kusubiri kwenye tabia zetu wenyewe kwa wenyewe binadamu, kwa sababu ninamchukia fulani kwa tabia yake, simpendi, lakini kuna maeneo hutakiwi kutengana naye. Yakija masala majukumu ya kiimani na taa, humpendi sawa, lakini yuko kwenye safu moja na wewe kwenye majukumu ya kiimani. Mshaambiwa wala tafarraku, msifarakane. Subiri, humpendi, lakini subiri, ubaki kwenye utaratibu, vumilia. Subira ina malipo. Na la nne ni kusubiri kwenye masaib, yale yanayotuzukia kila siku, hatuyapendi. Kuumwa, kufilisika, kupata ajali, kufanyaje, hakuna anapenda. Lakini Allah akishakukadiria, likija, likikufika katika masaib, isiwe ni sababu ya kukufuru, kutetereka kiimani, kuzembea kwenye majukumu ya kiibada, ubakie kwenye utaratibu kama kawaida, pamoja na kwamba una jambo gumu limekufika. Ndio subira hiyo. Sasa ukisema mimi siwezi kukaa na akina fulani, wakati hakuna sababu ya msingi ya kiimani ya kufanya ufarakane naye, uenda unakuwa unakosea sasa, na Allah hakuongozi kwenye mafanikio. Imani ghali, na kama Mtume alivyosema, ala inna sil'ata Allahi ghaliyatun, eleweni bidhaa ya Allah ni ghali. Bidhaa ya Allah aliyoinadi kwetu ni pepo yake. Ina masharti wala sio magumu, lakini yanakuwa sisi tunayafanya magumu, yanatushinda. Umwinyi wetu unatufanya tukose radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndo hali. Waqatilul mushrikina kaffatan,
pambaneni na washirikina mkiwa mkoa moja, mmeshikamana. Kama yukatilunakum kafa, kama na wao wanavyopambana na nyinyi wakiwa wamoja, wameshikamana. Shikamaneni pamoja kwa ajili ya Allah. Waalamu anna Allaha ma'al muttaqin, natambueni kwamba siku zote Allah yuko pamoja na watu wacha Mungu wanaofuata utaratibu wake. Innaman nasiu, hakika kupangua kalenda, kuharibu utaratibu mzima wa kalenda ya mwaka. Ziyadatun fil kufri, hii ni ziada kwenye ukafiri. Toka hapo mshakufuru, mnazidi kujizonga kwenye ukafiri. Yudhallu bihi alladhina kafaru, wanapotoshwa kwa utaratibu huu wa kupangua kalenda wale watu waliomkufuru Mungu. Wanazidi kupotoshwa kwa kuwatii viongozi wao waovu, wakawapeleka kwenye shari zaidi. Yuhillunahu aman, wanahalalisha mwezi mtukufu mwaka mmoja. Wa yuharrimunahu aman, na wanauharamisha utukufu wa mwezi mwaka mwingine. Kipindi fulani wanaukubali, wanauweka nafasi yake, kipindi kingine wasema tuuondoshe, tutakuja kulipa muda ujao. Liwatiu iddata ma harrama Allah, wanaondoa na kuja kulipa ili waweke idadi ya siku alizozitukuza Allah ziwe sawasawa ndani ya mwaka, lakini hazikai sawasawa kwenye mtiririko wa siku. Fayuhilluna ma harrama Allah, wakitumia fursa hii kuyahalalisha mambo ambayo Allah ameyaharamisha au kuyaharamisha ambayo Allah ameyahalalisha. Zuyina lahum suu a'malihim, wamepambiwa matendo yao maovu, wenyewe wanayaona mazuri. Wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Allah hawaongozi watu makafir. Unakataa utaratibu wake, alafu unapanga wa kwako mwenyewe, unauona mzuri wako na unasema Allah ataupenda pia na yeye. Hawezi kuupenda, wewe ufate anavyotaka yeye, sio wewe umpangie jambo useme bila shaka hili Mola wangu atalipenda. Inna iddata shuhuri inda Allahi, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah, 12 shahran, ni miezi 12, fi kitabillahi, katika kitabu cha Allah. Yauma khalaqa samawati wal arda, tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Utaratibu uko hivyo. Minha, katika miezi 12, arba'atun hurumun, kuna minne mitukufu. Dhalika dinul qayyim, huo ndio mwenendo wa sawasawa katika mpango wa Allah. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kwa hiyo chonde kwenye miezi mitukufu musizidhulumu nafsi zenu. Waqatilul mushrikina kaffatan, pambaneni na washirikina mkiwa mko wamoja, shikamaneni katika kupambana nao. Kama yuqatilunakum kaffa, kama wao wanavyopambana na nyinyi wakiwa wako wamoja. Waalamu anna Allaha ma'al muttaqin, na eleweni Allah yuko pamoja na wacha Mungu. Innaman nasiu ziyadatun fil kufri, kupangua kalenda ya mwaka ni ziada kwenye ukafiri. Yudhallu bihi alladhina kafaru, utaratibu wa kupangua kalenda kwao huwa wanapotoshwa waliomkufuru Mungu. Yuhillunahu aman, wanauhalalisha utukufu wa mwezi ndani ya mwaka mmoja. Wa yuharrimunahu aman, na wanauharamisha utukufu wa mwezi husika kwenye mwaka mwingine. Liwatiu iddata ma harrama Allah, ili waweke ratiba ya siku alizoziharamisha, ya siku alizozitukuza Allah ziwe sawa sawa. Fayuhillu ma harrama Allah, wanatumia utaratibu wao huo kuyahalalisha mambo ambayo Allah ameyaharamisha. Kasema mwezi huu msipigane, lakini wao wanataka wapigane. Wanasema sababu nini? Ni utukufu. Utukufu tunauakhirisha, tutakuja kuweka mwezi ujao. Sasa hivi wacha tufanye letu kwanza. Fayuhillu ma harrama Allah, wanapangua ili wahalalishe yale ambayo Allah ameyaharamisha. Zuyina lahum suu a'malihim, wamepambiwa matendo yao mabaya, wenyewe ndo wanayaona mazuri. Wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Allah hawaongozi watu makafir. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.